Bwana Yesu apewe sifa. Wateule wa Mungu Baba, Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Basi tumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa neema ya Mungu tumekusanyika tena. Kwa neema ya Mungu Baba tumekusanyika tena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakukaribisha katika ibada hii. Tuna ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Bwana Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Bwana Yesu, tukiongozwa na Roho Mtakatifu na neno la Mungu likiwepo katikati yetu, na Mungu akiwepo katikati yetu akilithibitisha neno lake kwa ishara na maajabu na miujiza na uweza ambazo zimeambatana na neno lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way, na kukaribisha sana katika ibada hii. Jambo moja ninaamini ya kwamba neno la Mungu limekwisha kushuka na sisi tunauona utukufu wake. Neno lo hai limeshuka kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno ni Mungu mwenyewe, ni Yesu mwenyewe, ni Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye yupo kuliangalia na kulitimiza neno lake. Na kama alivyosema, halitapita bure, halianguki bure katikati yetu, na ndivyo ilivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi Mungu akupe utulivu na neema ya kulisikia neno lake kwa moyo wa unyenyekevu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa maana umetusikia sawa sawa na ahadi ya neno lako kabla hatujaomba. Umetusikia Bwana, na tunapoanza kuomba umetujibu kwa utukufu wako, ili jina lako litukuzwe. Nasi Baba tunasema asante, kwa maana kwa jina kuu la Bwana Yesu tumekusanyika tena, na Roho Mtakatifu uko katikati yetu ukituhudumia usiku na mchana. Hata sana wakati kama huu upo katikati yetu Baba, ukiliangalia neno lako na kulithibitisha sawa sawa na ahadi zako zilizo amina na kweli. Baba, nasema asante kwa uzima tulio nao unaotoka kwako. Asante kwa maana hadi leo hii tunaishi kwa ajili ya utukufu wako. Tuseme nini Baba yetu wa mbinguni? Wewe uko upande wetu, hakuna chochote kitakachokuwa juu yetu. Asante Baba, tumekuona usiku na mchana, au lali hausinzii kwa ajili yetu. Unatulinda, unatukinga na hatari zote za mwili na za rohoni. Unatulisha, unatuvisha, unatunywesha kwa ajili ya utukufu wako. Baba, tumetambua uwepo wako, na ndio maana tunarudi kwako kwa shukrani, tukiwa tumemaliza wiki hii Bwana, tukiwa hata tumemaliza mwezi huu Baba, na hata Mungu tunakwenda kumaliza hata mwaka huu Baba kwa utukufu wako, mfalme wa amani. Tumetambua uwepo wako, na ndio maana tunarudi kwa shukrani, na tunarudi Bwana Yesu tukihitaji uongozi wako tena katika wiki nyingine tena tunayoanza. Roho Mtakatifu wa Mungu, simama na sisi katika kila jambo, simama na sisi Bwana. Tazama Bwana Yesu, ibada iko mikononi mwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, iongoze sawa sawa na mapenzi yako. Sema na kila mmoja Bwana, sema nasi kama ulivyokusudia, na neno lako Bwana likae ndani ya mioyo yetu. Neno lako Bwana likapandike kwenye udongo ulio mzuri, likakuzalie matunda kwa ajili ya utukufu wako. Baba, ninalifunika neno hili kwa damu ya Yesu. Kila linapopita kwa jina la Yesu, linapita ndani ya damu ya Yesu, na adui shetani hana mamlaka juu ya neno hili, wala mawakala wake wote. Shetani na mawakala wake wote hamna mamlaka juu ya neno hili, hamna mamlaka juu ya ibada hii, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu, nimesimama kama kuhani wako katika agano la damu yako takatifu. Ninakusihi Mungu kwa rehema zako na neema yako,
Baba Mungu, uturehemu, utusamehe dhambi na makosa, uturehemu Bwana, utuoshe kwa damu yako takatifu, mimi na kanisa lako hili Baba, na watoto wako wote katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Damu yako Yesu ipate kutusafisha na kutuhesabia haki kwa utukufu wa jina lako. Wewe ndiwe Baba yetu wa mbinguni na duniani. Utukufu wako ni mkuu sana, na ufalme wako ni ufalme usiotetemeshwa, ni ufalme uliopita falme zote. Nasi kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunaufungulia ufalme wa Mungu uje hapa duniani kama uko mbinguni, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kutuhudumia. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kudhihirika kama nguvu ya Mungu yenye kutufundisha, yenye kutusaidia, yenye kutuongoza, yenye kutushauri, yenye kutuangalia usiku na mchana. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante Baba, katika jina la Yesu ninaachilia damu ya Yesu, ninaichota na kumwaga kwenye mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu, kwenye nchi na chini ya nchi, ni damu ya Yesu. Mungu, nakusihi kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya wazee hawa Bwana, kwa ajili ya watoto wako waliokusanyika, mfalme wa amani, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, na yoyote yule anayesikia sauti. Roho Mtakatifu, sauti ni sauti yako kwa utukufu wako Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninakusihi Mungu wangu na baba yangu, neno lako Mungu likapate kumponya, neno lako Mungu Baba likapate kumtenga na mamlaka zote za giza na nguvu za giza. Neno lako ili Mungu likapate kuwatoa watoto wako kwenye mashimo ya uharibifu. Roho Mtakatifu wa Mungu, simama na nguvu zako na uweza wako ukalithibitishe neno hili. Asante Bwana Yesu, kwa kuwa wewe ni Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu, kwa kuwa wewe ni mfalme, ni mwokozi, ni mkombozi. Wewe ni jemadari katikati ya vita, umedhihirika. Baba, nasema asante Baba, nijalie mtumishi wako hekima na maarifa katika kulisema neno lako, katika hekima na ufunuo wote wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa ujasiri wako Bwana, niliseme neno lako katika jina la Yesu Kristo mwokozi aliye hai. Roho Mungu, nasema asante Baba, naifunika ibada hii na ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye Biblia zetu na kuifunika ibada hii kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuna ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameuachilia kabla tujaingia kwenye maombi ya kukabidhi wiki yetu katika mikono ya Mungu Baba aliye hai, na kumshukuru Mungu kwa siku ambazo tumezipita, kwa maana ni kwa neema tu ya Mungu tunaishi. Na dhumuni la ibada hii, sitachoka kukuambia kwamba ni kumwambia Mungu kwamba tumetambua ya kwamba bila yeye hatuwezi kusogea hata hatua moja. Sijui kwa upande wako. Kwa upande wangu nimeligundua hili, na ninachojua ya kwamba katikati ya maji mengi yupo Yesu, katikati ya moto yuko Yesu, katikati ya matundu ya simba, kwenye simba yupo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kwa sababu hiyo basi, hata wakati wanadamu hawapo, ninajua yupo Mungu anayenishika mkono kwa mkono wa kuume wa haki yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini Mungu anapenda tumuhitaji. Amesema anayenitafuta ataniona, anayebisha nitamfungulia, anayeniita nitaitika. Kwa hiyo Mungu kuna kitu anasubiri kutoka kwetu tukifanya, na yeye apate kufanya pati yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nasi tunaliitia jina la Bwana, tunautafuta uso wake usiku na mchana, na tunamuita na tunabisha kwake, na hakika anafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Na ujumbe ambao tunakwenda kujifunza unasema ya kwamba tutafute kumgusa Bwana Yesu kwa mguso wa tofauti. Tutafute kumgusa Bwana Yesu kwa mguso wa tofauti.
lazima utafute kumgusa Bwana Yesu kwa mguso wa tofauti kabisa, tofauti na wengine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutakwenda kusoma kitabu cha Luka mlango wa 8 mstari wa 42, ule wa 42 nitaanzia 42b mpaka mstari wa 48. Nitasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, Luka mlango wa 8 mstari wa 42b mpaka 48. Na alipokuwa akienda, mkutano walimsonga. Nani huyu? Bwana Yesu. Alipokuwa akienda, mkutano walimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yoyote. Hebu sema, asipate kuponywa na mtu yoyote. Alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Ni nani aliyenigusa? Ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa. Amen. Maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa. Mara akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tunajifunza nini hapa? Hii ni habari ya Yesu alipokuwa kwenye huduma, alipokuwa anazunguka katika miji, katika mitaa, anazunguka akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Na neno la Mungu linasema makutano mengi walimsonga. Kwa hiyo walikuwa wanamzinga, wanamsonga. Na katikati ya makutano kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12. Sema miaka 12. Huyu ni mwanamke alikuwa anapita kwenye jaribu kwa muda wa miaka 12. Anapita kwenye changamoto, anapita kwenye jaribu. Lakini aliposikia Yesu anapita, alikwenda pale katikati ya wale watu, alikwenda na yeye. Lakini alikuwa na nia moja tu. Alikuwa na nia moja tu ya kumgusa Bwana Yesu. Na alijua ya kwamba katika kumgusa kuna kitu anatarajia kwenye huo mguso. Na hii ndio ilimtofautisha huyu mwanamke na wale wote waliokuwa wamemsonga Bwana Yesu. Wakati amemgusa, nguvu zilimtoka Bwana Yesu na zikamponya yule mwanamke. Sasa Petro alimshangaa Bwana Yesu anavyouliza, nani amenigusa? Nani amenigusa? Kwa nini Petro alimshangaa? Kwa sababu Petro anamwambia, Bwana mkubwa, mkutano wote unakusonga, wanakuzunguka, unaulizaje nani amekugusa? Lakini Yesu ameng'ang'ania kwamba nani amenigusa. Kwa hiyo wengi walimgusa, lakini huyu mwanamke alimgusa Bwana Yesu kwa mguso wa tofauti. Ni mguso wa imani. Na ndio maana ule mstari wa 48 anasema, akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mkutano
walimzonga kama wengi sasa hivi wanavyomzonga Yesu, lakini wachache wanamgusa kwa imani. Na ninakwambia, niko hapa kukuhakikishia ya kwamba wale wachache wanaomgusa kwa imani wanamfanya Yesu nguvu zake zitoke, ziingie kwenye maisha yao, zibadilishe historia ya maisha yao, zibadilishe zile changamoto zigeuke kuwa amani, zibadilishe zile majaribu yote yabadilike kuwa amani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, miaka 12 anapita kwenye jaribu, na zaidi ya yote neno la Mungu linasema alikuwa amegharimiwa mali zake zote. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo mwanamke katika hilo jaribu lilikuwa linamsumbua sana, akatumia mali zake zote, sio pesa tu, mpaka na vitu vya kuuza aliuza, ili kugharimu apate kupona. Na neno la Mungu linasema alitumia mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yoyote. Hebu sema asipate kuponywa na mtu yoyote. Unajua kuna wakati lazima unafika mahali unasema hapa, yani awe ni Mungu na ni Mungu tu. It has to be God and God only. Ni Mungu mwenyewe asiposimama hapa, mimi sichomoki, sitoboi. Kwa hiyo huyu mwanamke alifikia hichi kipindi, na akaenda, na kumbuka wakati ule kwa sheria za Wayahudi ilikuwa unapotokwa na damu uruhusiwi kuchanganyika na wanaume hivyo. Lakini huyu mwanamke alikwenda pale kwenye mkutano, tena ulikuwa ni mkutano wa ibada. Kwa hiyo alikwenda nyuma ya Bwana Yesu, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Mara hiyo jaribu lake lilikoma. Kwa kuna jinsi ambavyo ukimgusa Yesu kwa jinsi ya tofauti, haijalishi wengine wamemsonga kiasi gani. Wengine wanamgusa lakini hawamgusi kwa imani. Tafuta leo kumgusa Bwana Yesu kwa imani, na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie kumgusa Bwana Yesu kwa imani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa huyo aligusa pindo la vazi yake. Hata kugusa pindo la vazi yake yatosha kugeuza historia ya maisha yako. Amen. Na haijalishi hilo jaribu ni la muda gani, yupo Yesu ambaye unaweza kumgusa kwa mguso wa tofauti, akakuponya, akakutoa kwenye maangamizo yako yote, akakwambia mwanangu, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu linasema alipomgusa pindo la vazi yake, na mara hiyo damu yake ilikoma. Kutoka damu kwake kulikoma. Yesu aliuliza, nani amenigusa? Leo hii Bwana Yesu anauliza, nani anayetaka kumgusa? Je, upo tayari kumgusa kwa mguso wa imani? Kumbuka imani maana yake ni nini? Neno la Mungu linatuambia imani ni kuwa na hakika na yale tunayoyatarajia. Kwa hiyo unapomgusa Bwana Yesu unatarajia nini? Una uhakika gani ambacho utapata kutoka kwenye nguvu zitakazomtoka Bwana Yesu kuingia kwenye maisha yako, kuingia kwenye familia yako, kuingia kwa watoto wako, kuingia kwa ndugu zako, kuingia kwenye taifa lako? Unapomgusa wewe Bwana Yesu unatarajia nini? Imani ni kuwa na hakika na yale tunayotarajia. Mguse Bwana Yesu kwa mguso wa imani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa, watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati unamgusa kwa mguso wa imani, na Bwana Yesu anashangaa, nani amenigusa kwa mguso wa imani? Kwa sababu amependezwa na huo mguso. Wakati wengine wanajaribu kuuliza, Bwana Yesu vipi unauliza? Mbona wengi wanakugusa, wanakuzunguka na kukusonga? Yesu anasema hao wananisonga tu, hawanigusi kwa mguso wa imani, na ndio maana hawaoni wokovu wangu,
hawanioni mimi Yesu mwenye nguvu ambaye nimekufa na kufufuka. Na kumbuka hawa walikuwa na Yesu ambaye bado hajafa na kufufuka. Sasa neno la Mungu linasema ile nguvu iliyomfufua Kristo msalabani ndio ile nguvu inayofufua maisha yetu siku hii ya leo. Sisi tuliaminio jina lake, sisi tulioamini kazi ya msalaba. Na ndio maana Bwana Yesu wakati anawafundisha aliwaambia, chembe ya ngano isipoanguka ikafa, hamwezi kuona matokeo yake sana. Yaani msubirini yule Yesu ambaye atakufa na kufufuka. Na sisi ndiye tunayemhubiri. Niko hapa kukuhubiria Yesu aliye hai, aliyekufa na kufufuka kwa ajili yako. Na leo hii anakualika upate kumgusa kwa mguso wa ajabu, mguso wa imani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu akasema, mtu alinigusa. Mtu alinigusa. Na ninaomba katika jina kuu la Bwana Yesu, Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie, afungue mioyo yetu. Leo katika ibada hii, tumguse Yesu kwa mguso wa ajabu. Na kuanzia leo hii, tuanze kumgusa huyu Yesu kwa mguso wa ajabu. Kama hujaanza, anza sasa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimemgusa Yesu. Nimemgusa Yesu. Nimeuona wokovu wake. Nimemgusa Yesu. Nimemuona akinitetea. Nimemuona akinitoa kwenye majaribu. Nimemuona akinitetea, akinivusha sehemu ambazo walionitegea mitego walijua kwamba sitavuka. Lakini Yesu aliye mwaminifu amenivusha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimemgusa Yesu kwa imani. Nimemgusa Yesu kwa imani. Na nitaendelea kumgusa. Na neema ya Mungu izidi kunifunika niendelee kumgusa. Na wewe leo hii nakutamkia kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akupe neema ya kumgusa Bwana Yesu kwa mguso wa imani. Kwa sababu yupo hapo anasubiri umfungulie mlango, aingie afanye makao kwenye maisha yako. Na anapofanya makao kwenye maisha yako, usigeuke ukatafuta habari kwa wanadamu wakati yupo Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka wale wote wanaoongozwa na Roho Mtakatifu ndio watoto wa Mungu. Kwa hiyo mguse Bwana Yesu siku zote za maisha yako. Mguse asubuhi, mguse mchana, mguse jioni, mguse usiku. Ili zile nguvu, akauliza, neno la Mungu linasema, Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Kwa kuna jinsi ambavyo tukimgusa Bwana Yesu, lazima nguvu zake zitoke, ziingie kwenye maisha yetu na kubadilisha historia ya maisha yetu kabisa kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, kwa maana alikuwa anajificha, kumbuka, kutokana na sheria zao. Lakini sasa hivi tunaishi kwa neema. Tunamgusa kwa uwazi na ninatangaza kwa uwazi kwamba ninaye Yesu. Ninaye Bwana aliyeniokoa. Ninaye Yesu, najivunia Bwana Yesu. Amen. Kama wengine wanavyojivunia vitu vya dunia hii, nami ninajivunia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yule mwanamke alipoona kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Kwa hiyo alikuwa na sababu. Usimguse Yesu bila sababu. Mguse Yesu kwa sababu unatarajia nini kutoka kwake. Kwa sababu imani yako inapokupeleka ndipo unapopata. Kwa imani tunapokea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana ni ngumu sana kupokea, mara nyingi unapokea kwa kiasi cha imani yako. Na ndio maana ukimjua Yesu anayeokoa atakuokoa. Ukimjua Yesu anayeponya atakuponya.
Ukimjua Yesu anayefufua, atayafufua maisha yako. Ukimjua Yesu anayebariki, atakubariki. Sehemu ambayo una imani nayo, na kutokana na neno la Mungu, imani inakuja kwa neno la Mungu, ndipo utasimama maisha yako hapo. Na ndio maana Biblia, neno la Mungu, ndio katiba ya watakatifu. Utajua haki zako kupitia neno la Mungu, na utazidai haki zako kwa sababu unajua ni nini msalaba imekufanyia. Na ndio maana hata shetani tunamshinda kwa damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo wa Mungu, na kwa neno la ushuhuda wetu, ambao hatukupenda hata maisha yetu atakufa. Neno la ushuhuda wetu ni nini msalaba umetufanyia. Ni neno, yani ushuhuda wako binafsi ambao unaupata kupitia neno la Mungu, kile ambacho msalaba umekufanyia. Huo ndio unaomshinda nao shetani. Shetani hana shida na sehemu ambayo huijui. Na ndio maana watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ya nini? Maarifa ya neno la Mungu. Kwa hiyo ndio maana adui anaweka uadui sana, watu wasijue kweli. Hana shida ya wewe kupokea muujiza kutoka asubuhi mpaka jioni, kwa sababu anajua muujiza ni ya wakati tu, wakati wa sasa hivi tu. Wakati ukifika muujiza ule, basi. Kama hutakuwa na Yesu anayelinda huo muujiza, muujiza wako hautakufikisha mahali. Utahangaika, utatoka kanisa hili, utaenda hili. Utatoka mtumishi huyu, utaenda huyu. Utatoka huyu, utatoka huyu, kwa sababu huna msingi wa neno la Mungu, ambalo neno la Mungu ndani yake ndilo limebeba muujiza. Kwa hiyo wale wenye neno la Mungu ndio ambayo watakuwa na muujiza wa kudumu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi Mungu atupe neema ya kulitafuta neno lake na kulisoma kwa bidii na kulielewa kwa imani, sio kusoma kimazoea. Sasa, wakati mwanamke huyu aliposema sababu ya kumgusa Bwana Yesu na vile alivyoponywa, Bwana Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Amen. Ipo amani kwa sisi tuliochukua hatua ya kumgusa Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ipo amani, amani ambayo dunia, ulimwengu haiwezi kukupa. Ndo amani ambayo Kristo Yesu ametuachia sisi tumwaminio. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo neno la Mungu, na tutakwenda kuingia kwenye maombi. Tutaanza kwa wewe ambaye moyo wako umefunguka kwa kulisikia neno hili. Unasema, mimi niko tayari Bwana Yesu kukugusa, na kwa mguso wa imani. Na hii imani nimeipata kupitia neno lako Bwana Yesu, ninarudi kwako. Na upo tayari kumfungulia Bwana Yesu kila mlango wa maisha yako apate kuingia. Yani katika kazi yako uwe unamgusa. Nyumbani kwako unamgusa. Kwenye unapotembea njiani unamguso wa Yesu. Kila mahali unamgusa. Yani kila mahali unakuwa umejaa nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu zikikuongoza, nguvu za Mungu zikikusaidia. Kwenye mawazo yako umguse Yesu. Kwenye maneno yako umguse Yesu. Kwenye matendo yako umguse Yesu. Nipo hapa kukuambia, ikiwa utachukua hatua hii, hauwezi kubaki kama ulivyo. Haijalishi umepita kwenye changamoto miaka 12. Hauwezi kubaki kama ulivyo, kwa sababu hakuna jinsi ambavyo nguvu za Bwana Yesu zikaingia kwenye maisha yako usiwe na ushuhuda. Haleluya. Hakuna jinsi ambavyo nguvu za Mungu ziingie kwenye maisha yako na ukose ushuhuda. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi tunaingia kwenye maombi. Nani kama Yesu? Nani kama Yesu? Yesu Mwokozi
mfalme mkuu, mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu ni Mwokozi, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Nani kama Yesu? Tumwimbie. Nani kama Yesu? O Yesu ni Mwokozi, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu ni Mwokozi, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Nani kama Yesu, mwana wa Mungu? Nani kama wewe? O Yesu ni Mwokozi, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Bwana Yesu ni Mwokozi, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Haleluya. Nani kama Yesu, mwana wa Mungu? Nani kama Yesu? Haleluya. O Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mfalme mkuu, mtakatifu. Huyu Yesu ni Mwokozi, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Huyu Yesu ni Mwokozi wangu, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Bwana Yesu ni Mwokozi wangu, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Tumwimbie. Nani kama Yesu? Bwana Yesu, nani kama wewe? O Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mfalme mkuu, mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu ni Mwokozi, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Mwenye nguvu kama Yesu, wa ushindi kama Yesu. O Yesu ni Mwokozi, ni mfalme mkuu, mtakatifu. Nani kama Yesu? Haleluya. Nani kama Yesu? Bwana Yesu ni Mwokozi, ni mfalme mkuu, mtakatifu. O Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mfalme mkuu, mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Basi kwa wewe ambaye uko tayari kufungua maisha yako, Yesu apate kuingia, na uko tayari kumgusa kwa mguso kabisa wa imani, kumbuka, kwa moyo tunaamini, kwa kinywa tunakiri, tunapata wokovu. Haleluya. Basi tutasema pamoja sala hii. Amen. Utasema baada yangu. Haleluya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliyefanyika mwili, neno la Mungu uliyefanyika mwili, tukauona utukufu wako. Ulishuka duniani upate kuniokoa. Nami leo hii ninasema asante, kwa maana neno lako limenifikia. Ni zamu yangu kuokolewa. Ni zamu yangu Bwana Yesu kukugusa. Ninakukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele.
na kuomba upate kunisamehe dhambi zangu zote, makosa yangu yote, na uovu wangu wote, na uovu wote wa wazazi wangu, na kuomba upate kusamehe Bwana Yesu. Unioshe kwa damu yako takatifu ya Agano Jipya. Unisafishe na kuniokoa kwa nguvu ya wokovu wako. Bwana Yesu, ninakuamini. Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiwe nuru uliyeshuka kwenye maisha yangu. Ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ingia kwa Roho wako Mtakatifu sasa. Ingia Bwana Yesu na kukaribisha. Ingia kwa Roho wako Mtakatifu. Unijaze, unibatize kwa Roho wako Mtakatifu. Wewe ndiwe Mwokozi wangu Yesu, na mkombozi wangu, na mfalme wangu, na Bwana wangu. Umekufa na kufuka kwa ajili yangu, na mimi nimekufa na kufufuka pamoja nawe. Umeniketisha pamoja nawe juu sana kupita ufalme wote, na mamlaka zote, na enzi zote, na kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu tu, hata katika ulimwengu ujao. Mimi nipo juu na wewe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nimekaa kuume kwa Mungu Baba pamoja nawe Bwana Yesu. Hakika neno lako ni amina na kweli. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kuniweka huru. Asante Bwana Yesu kwa kunifungua. Roho wako Mtakatifu azidi kupita kila eneo la maisha yangu. Adhihirike kama nguvu ya Mungu yenye kunisaidia na kuniokoa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Nami Baba, leo hii ninakugusa kwa mguso wa imani kabisa. Ninakugusa Bwana Yesu, na leo ninaanza kukugusa kwa utukufu wako. Ninaomba neema ya kukugusa siku zote za maisha yangu. Nagusa pindo la vazi yako Bwana Yesu. Naigusa miguu yako yenye alama katikati, ishara ya kunipenda. Kwa maana wewe ndiwe Kristo uliyekufa na kufufuka na upo hai. Upo hai Bwana Yesu, uko ndani yangu sasa. Uko ndani yangu, umeleta uzima. Ninahitaji kukugusa siku zote za maisha yangu. Kwa Roho wako Mtakatifu nikuguse Bwana. Asante Bwana Yesu kwa kugeuza na kubadilisha kabisa historia ya maisha yangu. Mimi ni mpya ndani yako Bwana. Asante kwa kukomesha mateso yangu yote. Asante Bwana Yesu kwa kukomesha majaribu yangu yote. Kwa mguso huu Bwana Yesu nimekombolewa. Kwa mguso huu Bwana Yesu nimeponywa. Asante kwa kuniponya magonjwa yangu yote na udhaifu wa kila aina. Asante Bwana Yesu kwa kuingia kwenye maisha yangu na familia yangu yote, na ukoo wangu na taifa langu na kabila langu. Katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, kwa maana kuanzia sasa mimi ni nuru inaong'aa gizani, na giza litaniweza kamwe. Popote nilipo mimi ni nuru na ni chumvi. Bwana Yesu, uzidi kunipa ujasiri wa kusimama katika kweli yako na kudumu katika neno lako, nikiongozwa na Roho wako Mtakatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu nisaidie. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana uliyefungua kinywa chako na kutamka maneno haya, kwa maana uzima na mauti, neno la Mungu linasema, lipo kwenye vinywa vyetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Umetamka uzima na uzima umeingia kwenye maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Basi nitakwenda kuomba na kuombea wiki yako ipate kuwa kwenye mikono ya Mungu Baba. Baba, nasema asante, kwa maana tumekuona tumemaliza wiki hii kwa jina la Yesu, na tunaanza wiki nyingine tena kwa jina kuu la Bwana Yesu. Baba Mungu, ninaomba
Kila tunachokifanya kwa mawazo, maneno, matendo, tunayafanya yote kwa jina kuu la Bwana Yesu Kristo Mwokozi, tukikutanguliza wewe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu utuongoze, utushauri, utufundishe, utusaidie. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kukaa katikati yetu. Kukaa katikati yetu kidhihirika kama nguvu ya moto yenye kuteketeza mapando yote ambayo kuyapanda kwenye maisha yetu na kuyang'oa kabisa. Roho Mtakatifu wa Mungu, dhihirika kama nguvu ya wokovu yenye kutuokoa sisi tuliaminio jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, dhihirika kama nguvu yenye kutusaidia sisi tuliokukimbilia Bwana Yesu. Baba, nasema asante. Ninaichota damu yako ya agano jipya, ninayamwagia maisha yetu yote damu ya Yesu. Na wamwagia watoto wako wa damu ya Yesu. Mungu, ninakusihi kwa ajili ya mbegu hii, ukaitunze, ikapate kukua na kukuzalia matunda. Usiku na mchana, mwili wako Kristo upate kukamilika katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako yenye kutuatamia, yenye kutuokoa na kutusaidia. Baba, asante kwa mguso huu, maana kupitia mguso huu Bwana, watoto wako sasa historia za maisha yao zimebadilika kabisa. Mungu wangu, heri anayekutumaini wewe hataaibika milele. Heri aaminie hataaibika milele. Baba, nasema asante kwa rehema zako, kwa maana mwenye rehema atapata rehema. Nasi Mungu tunakushukuru kwa kufungua vinywa vyetu na kutukumbusha ya kwamba ipo neema ya wokovu, ya toba liletayo wokovu. Asante kwa ufalme wako Mungu ulioingia kwenye maisha yetu. Tusaidie kudumu ndani yako siku zote za maisha yetu kwa utukufu wa jina lako. Baba, ninaimwagia mikono ya watoto wako damu ya Yesu ya agano jipya, nikitamka kwa jina la Yesu kazi za mikono yao zipate kubarikiwa. Na Mungu, wale ambao wanatafuta kazi ya kufanya, Bwana Yesu kawasaidie wapate kupata kazi, na Mungu kawape riziki ya kila siku kwa ajili ya utukufu wako. Ninaimwagia miguu yao damu ya Yesu, wanapokanyaga wakanyage kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nasema asante kwa ajili ya neema yako iliyokuu. Ninaifunika kwa damu ya Yesu ibada hii, na ninaendelea kuikabidhi kwenye mikono ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Mungu akubariki sana. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kwa namba hizi: +255 752 622 090. Na namba ni nyingine ni +255 784 625 048. Mungu akubariki na kukutia nguvu katika jina la Yesu, na damu ya Yesu ikufunike. Amen.